Kadiri nchi zinavyoendelea na vizazi vipya vinavyoingia, wakati mwingine si rahisi kujua uhusiano wa Msumbiji na sisi ulitoka wapi. Sasa tulikuwa tunazungumza na katibu mkuu wa Frelimo kwa mabadiliko yametokea Mozambiki, yametokea na Tanzania. 65% ya watu wa Tanzania ni vijana na 65% ya watu wa Msumbiji ni vijana. Kwa hiyo kama hatuwezi kuwaelewesha wakajua kwa nini tulishirikiana, kwa nini tulipigana, kwa nini watu walikufa katika kutafuta uhuru, hawawezi kuelewa. Kwa hiyo wajibu wetu kama vyama ni kuwashirikisha vijana. Mwaka 1977 wakati Mwalimu anaanzisha CCM pale katika uwanja wa Amani, alisema naanzisha chama, lakini chama nikabidhi kwa vijana. Wakati huo mimi nilikuwa na miaka 31. Na mimi sasa pamoja na rafiki zetu wa Msumbiji lazima tuhakikishe chama cha Frelimo na chama cha Mapinduzi vinakuwa vyama vya vijana, ili vijana waweze kuendeleza kazi iliyoanzishwa na waanzilishi wa nchi hizi. Wakumbuke kwamba Mondlane alikufa, aliuawa akiwa anatafuta haki ya watu wa Msumbiji. Alikuwa kijana. Vijana wa sasa wa Msumbiji watakuwa wamefanya makosa kusahau kwa nini Mondlane alikufa, na alikufa nje ya nchi yake. Samora aliuawa kule kusini wakati kwenye ndege. Waliokuwa wanapinga mapinduzi ya Msumbiji ndio hao wanaopinga mapinduzi ya Tanzania, mapinduzi ya CCM. Kwa hiyo lazima sisi Frelimo na CCM tukae Bennett katika kutetea maslahi ya nchi yetu, lakini kuhakikisha kwamba vijana wanapewa nafasi kubwa katika maendeleo ya nchi zao. Na nimewaambia kwamba sisi hapa Tanzania, Rais Samia ameunda wizara ya vijana maalum kwa ajili ya kutazama maslahi ya vijana na kuwashauri. Lakini vile vile tumekubaliana ya kwamba namna nzuri ya kushirikisha vijana sio kuwasomesha ili wapate ajira ya mshahara, ila ni kuwapa elimu itakayowawezesha kuwa mafundi na wafanye kazi ya kujiajiri wenyewe kwa kutumia elimu ya sayansi. Leo hii changamoto tunazozipitia zinahusu uhuru wetu wa kiuchumi. Tunatakiwa kutengeneza fursa zaidi za ajira na hasa kwa vijana. Ni kutokana na mapambano yetu ya kujipatia uhuru. Leo hii tunao vijana wengi wamepata elimu kupitia shule na vyuo tulivyovijenga. Tunaendelea na kazi ya kuwapa elimu vijana, na sasa hivi tunahitaji kuwawezesha ili vijana hawa waweze kuwa na njia zao za kujitegemea kiuchumi. Haitawezekana kuajiri vijana wote, lakini tunao wajibu wa kuweka mazingira ili vijana waweze kujiajiri kwa kuwapa elimu itakayowapa ujuzi, lakini tutengeneze mazingira mepesi ili vijana wetu waweze kuibua uwezo wao, akili zao, ambazo zitawawezesha kujiajiri na kuweza kujitengenezea wao wenyewe ajira, lakini pia kwa vijana wengine.